Mwenyekiti wetu wa kanda ya Pwani hii ameeleza vizuri sana, na sisi tulikuwa jirani na Kisitu sana, mimi, Mheshimiwa Sugu na Boni, na tulianza kuratibu baada ya kusikia tu Mheshimiwa Heche amekamatwa. Tulikubaliana kwamba sisi tukae kimkakati kwa ajili ya kufanya fora, na baada ya muda tukasikia katibu mkuu amekamatwa, na tulimwambia naibu katibu mkuu bara asitoke ofisini, aratibu kutokea ofisini na sisi turatibu mahali ambako tulienda tukaweka station kwa ajili ya kuangalia nini kinaendelea. Watu wamepigwa sana. Ukienda kwa mfano bwana Fedha wetu Tito ni wakumweka kwenye maombi kabisa, alikuwa hawezi hata kugeuka, pigwa marungu ya uti wa mgongo. Makamu mwenyekiti ameumizwa sana, naibu katibu mkuu na viongozi wengine mbalimbali na watu mbalimbali wengi wameumizwa sana, na tuna uhakika hii namba itaongezeka. Lakini hatari zaidi ni kwamba tukiwa pale mortuary, pale emergency, wale wauguzi walitoa ushirikiano sana, wakasema hawa niliowapokea wanaendelea vizuri, lakini kuna mmoja amepelekwa mortuary. Tulipofika pale mortuary walisema tunamaliza uandikishaji, tukasema tutasubiri mkishamweka kwenye friji sisi ndio tumtambue. Hiyo ilikuwa ni kauli ngumu sana kwao. Walianza kupiga simu polisi, baadaye gari lilirudishwa Rivers mpaka mlango wa mortuary. Tukaomba kusaidia kubeba mwili, wakakataa. Lakini baadaye nafikiri ni inspector yule alikuwa in charge ile gari akasema ngoja, akaja. Alipokuja tukatoa maelekezo, wakaingia kwenye gari wakafunika, wala maiti haikushwa, kaondoka na maiti. Sasa tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba angekuwa ni mtu ambaye amekutwa katika mazingira ya vifo vya kawaida, polisi hawakupaswa kuondoka na maiti ambayo ilikuwa imeshafika mortuary. Na walikuwa wamesha register, na wakati wana register watu wetu pale walikuwa wanangangania kwenda kumuona kwenye gari. Nafikiri Mheshimiwa Mbilinyi akasema kwa vile wanamregister huyu, subiri wamalize, wakimweka mortuary wataondoka, alafu tutamwangalia mtu wetu. Sasa registration, na yule bwana ambaye alikuwa na mortuary attendant yule alipotuona naye alianza kupata mashaka, kwa sababu aliporudi pale mlangoni nilisikia anawaambia kwamba huyu mtu nini kimemuua, niambieni ukweli, huyu mtu nini kimemuua. Nafikiri lile swali pia lilikuwa gumu kwa polisi, na polisi nafikiri walicommunicate na authorities za juu, ndo wakaamua kuondoka na ile maiti ambayo ilikuwa imeshafika. Mkiangalia kwenye tuta yangu ama picha ambazo zimerushwa mbalimbali kwenye mtandao, tulikuwa kwenye mlango wa mortuary, na pale kulikuwa na watu wengine wengi wamekuja kuchukua miili yao. Kwa kidogo kuna taharuki kidogo, watu wanaangalia nini kimeendelea, na sisi tunafahamika, watu wakawa wanajua hao ni Chadema watakuwa wameumizwa leo. Sasa mimi nimwambie Rais Samia, kama hivi ndivyo wanavyomwandalia kushinda uchaguzi, au muandalie kushinda uchaguzi, wanamwandalia laana. Leo kuna watu wameumia, na nimwambie mkurugenzi wa usalama wa taifa, nimwambie IGP, kesi imeitwa mahakamani kwenye public court, sio kesi ya ndoa ambayo labda inahitaji chemba. Ni kesi ya kiongozi wa upinzani nchini, kesi ya uhaini ambayo tu mahakama yenye adabu na akili inapaswa sio tu kuona kesi inasikilizwa, bali kuona haki inatendeka na kila mtu ajiridhishe, kwa sababu adhabu ya hii kesi ni kunyongwa mpaka kufa. Yamleta Mheshimiwa Lissu mahakamani, mawakili wataongea katika masaa machache na ukuja, ama kesho watakuwa na press, na Mheshimiwa Lissu amegoma kule. Tumepata taarifa ya kwamba kesi yake haiwezi kuendeshwa gizani. Watu wanakuja
Polisi mmejaza kila mahali. Unakamatia makamu mwenyekiti amekamatiwa surrender, anapigwa, anaanguka chini, anazalilishwa utu wake. Mnaweza mkafikiri mnashinda, ila uchungu na hasira mnaopandikiza ikija kulipuka, mtakuwa mahali pagumu sana katika nchi. Leo watu wanapoteza maisha, watu wamekuwa vilema kwa sababu ya kusikiliza kesi. Sasa jiulize, kama kusikiliza kesi ni jambo ambalo linaweza likatoa uhai wa maisha ya mtu, uchaguzi wenyewe utakuwaje? Uchaguzi wenyewe utakuwaje? Sasa na Watanzania wanaonisikiliza, haya mambo yanatokea kwa ajili yenu. Mtasikia taarifa mtu kuuawa, mtasikia taarifa viongozi kuumizwa. Polisi wanafanya wanavyotaka. Polisi juzi wamemkamata makamu wa mwenyekiti Kariakoo, wamezunguka naye kwenye gari, wakamwacha kwenye kituo cha daladala. Sasa kuna tipping point, kuna kukinai kwamba I've got nothing to keep, sina cha kuhifadhi, sina cha kujivunia. Wananchi wakifika hapo, na siku moja watafika, hii nchi itakuwa mahali pagumu sana pa kuishi. Unatakaje kuwa rais ama unatakaje kuwa mbunge kwa kuumiza watu kwa kiwango hiki? Ikusaidie nini? Yaani hata kama wewe unakuwa rais, unamiliki New York yote, unamiliki Paris yote, unamiliki Toronto yote, then what? Then what? Kwamba unataka kuwa mbunge kwa sababu watu wafe? Hii damu zinazomwagika nchi zitanena, na laana yake hiyo juu ya watoto wenu na vizazi vyenu. Na huo uchaguzi hamtauona. Hautauona huo uchaguzi. Hamwezi kuona uchaguzi kwa kuua watu. Na hata mkichaguliwa, hata mkiiba kura, mtaandamwa na laana. Sio nyie peke yenu mlio kwenye madaraka, na watoto na wajukuu zenu. Mnacheza na damu, mnaumiza watu, mnatesa watu, mnadhalilisha watu, mnabambika watu kesi. Mnajisikia kupiga watu mnavyopiga. Mnajisikia kutesa watu na mnaenjoy, mnapata pleasure kwenye mateso ya watu. Sadism spirit. Yaani mnafurahi mnavyotesa watu, mnafurahi mnavyoumiza watu, mnafurahi mnavyokandamiza watu, mnafurahi mnavyoua watu. Mmeua wengi sana, na mnafikiri hakuna chochote kinaweza kufanyika. Mimi nawahakikishia kwamba damu huwa inanena, na mwisho wenu uko karibu sana. Maisha gani haya tunaishi haya? Maisha gani haya tunaishi? Kwamba leo kuna mtoto kapoteza baba yake, kwamba leo kuna mtu kapoteza mjomba wake, kwamba makamu wetu mwenyekiti wa chama Zanzibar anakamatwa na polisi, anachukuliwa kutoka Kisutu, anaenda kuachwa Ununio, anapigwa miguu, anavimba asitembee, alafu unaambiwa lalia tumbo. Manake wamepigwa miguu, manake wasiweza hata kukro, manake pale walipowekwa kukikosekana msaada wanakufa hata na njaa, ama mvua inanyesha maji yanawakuta wanakufa. Ukatili wa aina gani? Watu watasema tumtake IGP ajiuzuru. Hii sio issue ya IGP, hii issue ya serikali nzima, Chama cha Mapinduzi. Rais ndio amiri jeshi mkuu wa nchi. Hii damu inaomwagika iko mikononi mwake, inamuhusu. Hao watu wanaoteswa inamuhusu, na wasifikiri wako salama. Wasifikiri wako salama kwa mateso wanaopatia watu. Hawako salama hata kidogo. Hawezi kuwa salama kwa sababu hii dhambi wanaofanya, hii dhambi hii italipwa. Mungu aziakiwi mheshimiwa rais, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Hii mambo gani ya ndugu zangu? Kwamba leo tuna wagonjwa viongozi wetu kwa sababu ya kwenda kwenye kesi ya mwenyekiti wetu wa chama.
Watu wanakwenda kwenye kesi za majambazi, hakuna mtu anayepigwa. Watu wanakwenda kwenye kesi ambako mtu kamchoma mtu moto, hakuna mtu anayepigwa kirungu. Leo tunakwenda kwenye kesi ya kiongozi wa upinzani nchini, ambao kesi mabalozi wako pale. Mbona wakupiga virungu mabalozi? Kuna watu wametoka nje pale, kwa nini wakupiga virungu wale watu? Maana yake nini? Nyie mnatumia uoga, na hii inaendelea kwa sababu ya hofu walionao wananchi juu ya mambo haya. Pengine kuna limit hizi taarifa zikitaka kufika kwa rais zinachengeshwa. Sisi tunamwambia kwamba kuna watu wengine 4 ambao ile kundi tuambia walikuwa 13, 4 hawajulikani walipo. Mmoja tumemkuta amefariki, wengine tumewaacha hospitali wanapata rifo waende kwenye matibabu zaidi. Sisi tunamwambia rais, kuna watu wameumizwa kwa sababu walikuwa waibi, walikuwa wabaki, walikuwa wauzi madawa kulevya. Kuna watu wameumizwa na kuna maiti imepatikana kwa sababu watu walikuwa wanakuja kusikiliza kesi. Tunapewa maumivu kwa sababu ya kusikiliza kesi. Dada yetu Apeliza, picha za kwanza Angelezi zilivyorushwa, katolewa t-shirt na waliomkamata ndio wanawake wenzake, kifua chote kinaonekana, ni mwanamke. Yani wanaenjoy kutesa, wanapata pleasure kutesa. Hii spirit haiwezi kuiacha nchi salama. Ni habari ya muda tu, ni temporary. Asa mimi wito wangu kwa wananchi, anayefikiri yuko salama yuko salama. Wewe mfanya biashara unafikiri uko salama uko salama. Wewe hujulikani. Kama makamu mwenyekiti wa chama anaweza akashushwa Chadema na akafanya vyovyote, wewe na mke wako mnaweza mkafanya chochote na lolote lisifanyike nchi. Mkifikiri hii kazi ya kupigania haki ni ya Chadema, mnaumia. Wafanya biashara, wafanyakazi wa umma, madaktari, manesi, na nyie polisi wenyewe, jeshi la wananchi, mnatazama haya mambo. Hawa wanaumizwa ni wananchi, si kwa sababu ni uhalifu, ila ni kwa sababu wanatafuta haki zao. Kila mtu na kila Mtanzania anatakiwa kujua wajibu wake katika kukataa mambo yanaendelea. Tunaomba viongozi wa dini wasikie haya mambo tena, Waislamu na Wakristo, muongee haya mambo na mkemee na tuchukue hatua. Vinginevyo hakuna mtu yoyote ambaye yuko salama. Yoyote nchi anaweza akatekwa kafanya kitu chochote. Uncertainty, mashaka yamekuwa makubwa. Kwa sababu zamani polisi alipaswa kuona aibu kuumiza mtu. Leo polisi anasikia fahari kuumiza mtu. Hapa nje tunaongea kuna gari karibu 8 za polisi. Ofisini kwetu hapa. Tuko ofisini kwetu lakini tuko mateka. Wananchi nawaomba sana, sisi hatukati tamaa kwa sababu tunaona tumebeba wito wa Mungu. Lakini mkiendelea na hii attitude, mnasikia mambo mabaya na ya kishenzi kama yanaendelea, alafu ukimya unaendelea kutawala, hakuna hali yako salama. Huko tunakokwenda patakuwa pabaya mara 100 ya hapa. Kila mtu atakuwa mtumwa katika taifa hili. Hata ukijipendekeza kwa serikali ya sasa, utakuwa mtumwa, kwa sababu kujipendekeza kwenyewe ni utumwa. Kwa sababu ukupaswa kujipendekeza kama serikali hii, kama nchi ingekuwa ni huru. Ujipendekeze kwa nini? Uwe na namba ya IGP ya nini? Uwe na namba ya RPC ya nini? Uwe na namba ya mkurugenzi wa TRA ya nini? Kama unafanya biashara, unafanya biashara yako sawa sawa. Huko kwenyewe kujipendekeza na kutafuta network ya viongozi wa serikali na chama, huo wenyewe ni utumwa. Huo wenyewe ni utumwa. Ndugu zangu, kama alivyosema mwenyekiti wa kanda, hii ni zoni yake. Hii ni zoni yake. Nafikiri huyu mtu mwingine ameokotwa, ameletwa hapa. Huyu ni mtu mwingine huyu. Mleteni hapa, mleteni hapa, mleteni hapa. Mleteni hapa. Mleteni hapa.
Angalieni. Mheshimiwa Sugu, karibu. Lala tu kamanda, lala tu. Pole sana. Karibu Mheshimiwa Sugu.